moja kutoka katika kiwanja cha ndege cha Arusha. Jina langu ni Zena Kasim kutoka Aviation Tanzania. Na leo tumepata wakati adhimu kabisa kuweza kufika katika kiwanja hiki. Lengo liko ni kufahamu mambo tofauti kuhusu kiwanja hiki, ikiwemo historia ya kiwanja hiki, namna ambavyo inaweza kuoperate safari mbalimbali katika mashirika ya ndege ambayo yanaweza kuingia na kutoka katika kiwanja hiki. Lakini zaidi inafahamika kwamba hivi karibuni kuanzia mwakani kiwanja hiki kitaanza kufanya shughuli zake kwa masaa 24, kwa maana itaanza kupokea ndege ambazo zinafanya safari zake nyakati za usiku. Tunahitaji kufahamu zaidi kuhusu maboresho ambayo yanaendelea na harakati hizi zimefikia wapi hasa kuelekea katika hatua hiyo ya kiwanja hiki kuanza kupokea ndege zinazofanya safari zake katika nyakati za usiku. Tuko na meneja wa kiwanja cha ndege cha Arusha na tuko naye hapa kwa lengo la kuweza kufahamu mambo tofauti kuhusu kiwanja hiki. Yeye atatuelezea kuhusu historia, lakini zaidi kuhusu miradi mbalimbali ambayo inaendelea katika kiwanja hiki. Habari yako kiongozi? Salama. Kwema. Kwema kabisa. Pole na hongera kwa majukumu. Asante sana. Kwa majina naitwa Edgar Mwankuga, ni meneja wa kanda wa viwanja ambao viko chini ya mamlaka ya viwanja vya ndege upande wa kaskazini, ikiwemo Arusha Airport. Kiongozi, tunaomba kufahamu kwa ufupi kuhusu kiwanja cha Arusha. Ninafahamu kwamba umekuwa kwenye sekta kwa muda mrefu na ninafahamu kuwa kuna jina hili maarufu ambalo linafahamika kama Kisongo. Ni ipi hasa dhana ya utumiaji wa jina hili na linatambulika rasmi? Kiwanja cha ndege cha Arusha kimeanza miaka 59 iliyopita, kwa maana mwaka 1956, lakini kilikuwa ni kiwanja ambao kilikuwa kinamilikiwa na mtu binafsi ambao alikuwa anaitwa Colonel. Yeye ndo alikuwa anamiliki, alikuwa na mashamba ya kahawa, maeneo ya Bulka na Matelezi, kwa alikuwa anakitumia hiki kiwanja. Lakini baada ya nchi kupata uhuru mwaka 1961, kiwanja kikahama kutoka kwenye mikono ya mtu binafsi sasa kuwa kiwanja cha serikali. Lakini tunakumbuka kwamba kwa East Africa Community ambayo ilianzishwa mwaka 1967, mojawapo ya mambo ambayo tulikuwa tunahusiana ni kuhusiana na mambo ya viwanja vya ndege na anga. Kwa hiyo kiwanja kilikuwa kinasimamiwa na iliyokuwa East African Community, lakini baada ya kuvunjika kiwanja sasa kikapewa idara ya kilimo anga ambayo yenyewe ilikuwa inahusika na mpaka sasa hivi inahusika na mambo ya kunyunyizia dawa kwenye mashamba kwa ajili ya kuua wadudu. Lakini miaka ya 80 mpaka 90 ndipo sasa wafanyabiashara wadogo wakajiorganize na kuweza kuanzisha hizi safari fupi kwa ajili ya kuwawezesha watalii kuweza kufika maeneo mbalimbali ya utalii. Lakini miaka ya 90 ndio sasa shughuli zikaanza hasa, ikiwemo kampuni la Precision Air ambao ndio ilikuwa kampuni kubwa la kwanza na makao makuu yao ya kwanza ilikuwa hapa Arusha Airport. Sasa kuanzia hapo ndo kiwanja kimekuwa kikikua mpaka hivi tunavyoona. 99 ndio mamlaka ya viwanja vya ndege ikaanza kufanya kazi. Kwa mojawapo ya viwanja ikawa ni pamoja na Arusha Airport, na mpaka sasa kiko chini ya mamlaka ya viwanja vya ndege. Kwa hiyo ndio historia fupi ya kiwanja cha ndege cha Arusha. Ingawaje kwa watu wengi, wananchi wengi wanaita Kisongo. Si jina rasmi. Kwa jina rasmi sisi tunaita Arusha Airport au kiwanja cha ndege Arusha. Kisongo ni kwa sababu ya eneo tulilopo ni Kisongo. Kwa watu wote wa kawaida wanaita hivyo Kisongo, ambayo sio shida, lakini tu sasa ukitaka uite jina rasmi lazima utasema kiwanja cha ndege ya Arusha badala ya Kisongo. Sawa. Tueleze kwa ufupi kiwanja hiki kina jumla ya runway ngapi, kwa maana barabara ziko ngapi, specifications za kiwanja kizima kwa ujumla? Okay. Kiwanja kimsingi tunasema tuna njia mbili. Ingawaje kwa mtu wa kawaida ataona moja, lakini kwa maana ya ndege jinsi ambavyo inatua na kuondoka tuna barabara mbili. Na hizo barabara kwa utaratibu wa huku tunazita kwa namba. Kwa tuna barabara inaitwa 09 na tuna barabara inaitwa 27 ambao kwa urefu wake ni mita 1860, lakini upana ni mita 30. Kwa hiyo ndo njia ya kutua na kuondokea ndege kwa kifupi. Sehemu ya maegesho ni moja eneo nyeti sana kwenye viwanja vya ndege, na kwa hapa Arusha tuna maeneo mawili.
Kuna moja tunaita main apron, manake kubwa, lakini kuna nyingine inaitwa remote apron. Ile kubwa ambayo ndo main apron ina uwezo wa kuegesha ndege 30 kwa wakati mmoja, zile za saizi ya chini ambayo tunasema small aircraft, na ina square ya mita 15,000. Lakini hii nyingine ina uwezo wa kuegesha ndege 12 kwa wakati mmoja, na ambayo ina square ya mita 8,000. Kwa hiyo ukijumlisha haya maeneo yote ndio ambayo yanatuwezesha sasa ndege zetu kuweza kuhudumiwa vizuri. Lakini pia tuna sehemu tunaita viungio, huku tunaita taxiway kwa lugha ya kitaalamu, sehemu ambayo inaunganisha kutoka kwenye njia ya kutua na kuondokea ndege na sehemu ya kuja kuegesha. Zile vinavyounganisha tunasema viungio, taxiway, hizo tunazo 4 ambazo sasa huku tunaziita kwa herufi. Kwa tuna A, B, C, D ambazo sasa kwa aviation tunaita hiyo Alpha, Bravo, Echo na Charlie. Yes. Tusalie hapo kwenye upande wa eneo la maegesho na runway kwa ujumla. Ni ndege ipi ya ukubwa kiasi gani zaidi ambayo inaweza kutua katika kiwanja cha ndege cha Arusha kwa sasa? Okay, kwanza kiwanja cha ndege cha Arusha kiko kwenye kategori 3C kwa mjibu wa shirika la linalosimamia usafiri wa anga duniani. 3C maanake ina uwezo wa kuhudumia ndege za saizi ya kati. Saizi ya kati kwa huku kwetu ni sawa na ndege ya ATR 72 ambao kwa hapa inatumiwa na makampuni mengi ikiwemo Freightlink, ikiwemo Precision Air, lakini pia tuna Bombardier Q400 ambao zote hizo tunasema ni mid-sized aircraft. Ndizo ambazo ni ndege za mwisho kabisa kwa kiwanja chetu, ambao inabeba abiria kuanzia 72 mpaka 78 kwa wakati mmoja. Kwa hizo ndo ndege ambazo ni za mwisho kwa kutumia hiki kiwanja chetu. Yeah. Tukija katika upande wa jengo la abiria, kwa sasa lina uwezo wa kupokea jumla ya abiria wangapi? Kwanza tumekuwa na maboresho makubwa sana, na nafikiri moja ya changamoto ambayo tulikuwa nayo kwenye Arusha Airport ilikuwa ni kuhusu sehemu ya kuwahifadhi au abiria ambao tunaita terminal building. Lakini kwa maboresho yaliyofanyika ambayo nafikiri tunaliona, hili jengo lina uwezo wa kuhudumia abiria 500,000 kwa mwaka, ambao kwa siku ni kama 1,100 ambao ukigawanya kwa maana wanaoondoka na wanaowasili basi unapata 500 mpaka 600, ambao unapata 1,100 mpaka 1,200 kwa wakati mmoja, lakini kwa mwaka ni 500,000. Kwa hiyo ndo capacity ya terminal building. Sawa. Tukisalia hapo katika capacity ya terminal building, tuangazie kiasi kuhusu takwimu, na baada ya kufanyika kwa maboresho makubwa katika kiwanja cha Arusha, takwimu zinasema vipi hasa katika upande wa abiria wanaoingia na kutoka katika kiwanja cha ndege cha Arusha kwa mwaka wa fedha uliopita? Kwa kweli takwimu za kiwanja cha ndege cha Arusha zinashtua, ambao sasa kama mamlaka inatupa pia nafasi ya kuweza kufanya vizuri zaidi. Nikikurudisha kabla sijajibu, 2021 ilikuwa imehudumia 132,000 kwa mwaka. Hiyo ni 2021. Sasa hivi tunazungumzia 2025, maana yake ni miaka karibu 4 ya hapa katikati. Hadi mwezi wa 6 ambao sasa ndo mwaka wa fedha wa serikali ambao unaisha, tulikuwa tumehudumia abiria 417,000, ambao ni ongezeko karibu la 40% kutoka ile ya 132,000 mpaka kuja 417,000. Lakini kwa upande wa ndege tunasema miruko ya ndege, aircraft movements, ambao pia nayo imeongezeka sana. Kwa mwaka wa fedha ulipoisha tumehudumia au tumekuwa na miruko na mituo ya ndege 28,000, ambao pia kwetu ni rekodi ya kiwango cha juu sana, ambao kwa maana kwa siku manake unazungumzia minimum 75, maximum 150, ambao ni rekodi kubwa. Na kwa sasa kiwanja cha Arusha nafikiri ni kiwanja cha pili kwa miruko na mituo ya ndege nyuma ya Julius Nyerere International Airport. Hapa nazungumzia viwanja ambao viko chini ya mamlaka ya viwanja vya ndege ukiondoa Zanzibar. Lakini kwa maana ya passengers, abiria, ni kiwanja cha 3 kutoka Julius Nyerere International Airport, then unakuja Kilimanjaro International Airport, then ndio unaizungumzia
Arusha. Kwa hiyo namba pia zinaendana na mabadiliko ambayo au maboresho yaliyofanyika hapa kiwanjani. Na tukisalia hapa katika upande wa idadi ya miruko ya ndege zinazoingia na kutoka katika kiwanja cha ndege, ndege zipi za kibiashara, kati ya ndege za kibiashara na ndege binafsi ambazo zinafanya safari katika maeneo tofauti tofauti, ni zipi ambazo hasa zinatua kwa wingi? Zote. Ila tu zile za commercial, kwa maana zile za ratiba maalum ambao tunasema scheduled. Zile sasa zinaweza zikawa chache lakini zinabeba watu wengi kuliko hizi nyingi lakini zinabeba watu wachache. Sababu chartered flights anaweza kabeba hata mtu mmoja, kabeba wawili, lakini wakati huo tunazungumzia Bombardier anakuja na watu labda 78 kwa wakati mmoja. Kwa hiyo unakuta ina balance kwa ndege ndogo pamoja na ndege kubwa, zote zinafanya vizuri. Hivi karibuni katika ziara ya aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Arusha, Mheshimiwa Paul Makonda, alifanya ziara hapa nadhani takriban miezi kadhaa iliyopita, na aliweza kutaarifu umma kwamba kiwanja hiki kinatarajia kuanza kufanya shughuli zake kwa masaa 24 na kwa maana kwa sasa zoezi la maboresho mbalimbali yanaendelea, ikiwemo uwekaji wa taa zitakazowezesha marubani kuweza kutua nyakati za usiku. Ninaomba kufahamu zaidi, mradi wa maboresho unaendelea vipi kwa sasa na tumepiga hatua gani? Okay, kwanza kati ya miradi ya kimkakati ni pamoja na hii ya kufunga taa za kuweza kuongozea ndege ili muda wowote ndege ziweze kutua, na si usiku tu, lakini pia tunazungumzia na wakati kukiwa na tunasema low visibility, muonekano hafifu, pia taa zinaweza zikatumika. Mpaka sasa tuko na 40% ya utekelezaji wa mradi, na matarajio yetu ni kwamba kufikia Disemba mradi uweze kukamilika ili Januari tuanze sasa kuoperate masaa 24 kama ambavyo adhima ya serikali ilivyo. Kwa tunaamini kwa jinsi ambayo mradi unaenda, hiyo Disemba itakamilika, then Januari tutaanza kufanya masaa 24. Mbali na hizo taa, ni vitu gani vingine ambavyo vinaongezwa kama sehemu ya maboresho haya? Maboresho yako mengi, na kwa sasa tuna ujenzi wa sehemu ya ndege tunaita aircraft hangars ambayo inaendelea hapa Arusha Airport, na ni mradi wa miezi 8 ambao umeanza mwezi wa 8. Kwa baada ya miezi 8 huo mradi utakamilika. Lakini pia tuna ujenzi wa ofisi za mashirika ya ndege. Kuna eneo hapo ambalo tutavunjwa kwa ajili ya kujenga jengo moja la ghorofa lenye muonekano mzuri, kuweza kuwakusanya wote mashirika ya ndege wakae sehemu moja. Huo pia ni mradi ambao unaendelea na ushaanza. Lakini pia tuna mradi wa ujenzi wa hanga nyingine pia, ambao sasa kuna hanga iko upande wa huku, nyingine iko upande wa huku, ambao nao ushaanza. Lakini pia tunataka kuboresha sehemu ya kutua na kuondokea ndege ambao tunaita runway. Ni ya muda mrefu, karibu miaka 20 iliyopita. Kwa serikali tayari tumempata contractor kwa ajili ya kufanya kazi ili ikae vizuri, ili ndege zozote zinazotumia kiwanja chetu basi zibaki salama. Kwa hiyo kwa sasa hiyo ni miradi ambayo tunaendelea nayo, na tunaamini pia itakamilika ndani ya muda, na ikikamilika tayari tena tuna elevate, tunakipandisha pia kiwanja kwenye hadhi ya juu zaidi. Kabla sijauliza swali ambalo nilitaka kuliuliza mwishoni, unaona uwanja wa ndege wa Arusha ukiwa wa kimataifa katika siku za usoni? Inawezekana, hakuna ambacho hakiwezekani. Inawezekana, ni mipango tu. Lakini pia kuwa kimataifa, okay, ni kitu kizuri, lakini so far pia kitupunguzii kitu. Kwa sababu kiwanja sasa hivi kinaruhusu ndege kutoka na kuingia. Tunaita entry and exit, au lango la kuingia na kutoka. Ndege sasa hivi inaweza katoka Kenya ikaja hapa, au ikatoka sehemu yoyote ikaja hapa, kwa sababu huduma za uhamiaji, hizo za forodha na vyombo vingine vyote viko hapa. Kwa hiyo huduma zinaendelea pia. Lakini tukivuka hiyo daraja pia kwenda international pia ni kitu kizuri kwa kiwanja, ni kitu kizuri kwa mamlaka, lakini pia na kwa nchi tunakuwa na wigo mpana
wa viwanja vya kimataifa. Umegusia ndege za domestic airlines kuja zinazofanya safari za kimataifa hasa kutoka Kenya kuingia ndani ya kuingia katika kiwanja cha ndege cha Arusha. Ni rasmi sasa kiwanja hiki kinapokea ndege zinazotoka katika nchi jirani kama vile Kenya? Hiyo ni rasmi kabisa, na tumepata ithibati kutoka kwenye mamlaka husika ambayo ni mamlaka ya usafiri wa anga. Zamani tulikuwa kwenye daraja la C kwenye upande wa leseni, ambazo sasa C ni manake ni ndani tu, lakini sasa hivi tuko daraja la B. B ni zile ni kiwanja ambacho kinaruhusu ndege kutoka na kuingia kutokea nje. Kwa hiyo ni rasmi kwamba ndege yoyote inaweza katoka sehemu yoyote na ikaja hapa Arusha Airport na ikahudumiwa kama ambavyo sehemu nyingine hiyo huduma inatolewa. Mpaka sasa ni mashirika mangapi ambayo yanaingia yanayofanya safari za kutoka nje ya nchi kuingia katika kiwanja cha ndege cha Arusha? Kwanza ifahamike kwamba shirika lolote linaruhusiwa. Mradi tu amefuata utaratibu anaruhusiwa. Lakini so far tuna maombi pia mengi sana ya watu ambao wanataka waoperate kutokea Arusha na wanataka wapate ofisi, lakini pia wanafuata taratibu nyingine ambazo ziko kwenye mamlaka nyingine za kuweza kutoa vibali. Lakini so far ndege ipo kutoka hapa Arusha kwenda Wilson ambao ni Flight Link. Kila siku ana safari hizo. Na hiyo ni kwa upande wa mashirika ndege ya ndani au hata ya nje yanaruhusiwa pia kuja kwa yanatua hapa katika kiwanja hiki? Ndege shirika la ndege popote inaruhusiwa, iwe ndani iwe nje inaruhusiwa kuweza kuweka ofisi hapa, lioperate, ifanye biashara. Yes. Sawa. Nina swali ambalo limekuwa nikitaka kuliuliza kwa muda kiasi. Ukiachia mji wa Dodoma ambao kwa sasa unaelekea kuwa una viwanja viwili, ambapo ni kiwanja cha ndege cha Dodoma na ambacho kinatumika sasa hivi na kiwanja cha Msalato ambacho kipo kwenye hatua za mwisho za kukamilika ili kianze kuanza kufanya kazi. Upande wa ukanda wa kaskazini huku kuna kiwanja cha ndege cha Kia ambacho kinafahamika kuwa kinapokea safari zote za kimataifa na za ndani. Kiwanja cha Arusha kinafahamika kwa muda mrefu kwa kimekuwa kikipokea safari za ndani pekee mpaka hivi karibuni yalivyofanyika maboresho zaidi. Hii inaiweka vipi katika nafasi gani na italeta impact gani hasa katika kiwanja cha ndege cha Kia baada ya kuwa tayari Arusha Airport imeanza kupokea ndege zinazofanya safari za kimataifa? Kwanza viwanja vyote vinamilikiwa na mamlaka ya viwanja vya ndege. Kwa hiyo wala hakuna athari yoyote. Kiwanja cha ndege cha Kilimanjaro kipo kimkakati na katika hii zoni kuweza kukompiti na viwanja vingine kwenye ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati. Lakini pia ni kiwanja kikubwa ambacho kinaruhusu ndege kubwa zaidi. Tofauti na sisi, kiwanja chetu kiko very limited. Sisi tumesema ni mid-sized aircraft, zile za size ya kati, ambao mwisho ni ATR 72 au Bombardier Q400. Manake nje ya hapo lazima itaenda Kilimanjaro International Airport. Kwa hiyo hakuna athari zozote kwamba labda negative au positive. Vyote vina complement. Kwa sababu ili mtu aende Amsterdam atatakiwa atokee hapa aende Kilimanjaro, then Kilimanjaro akapande ndege aende kule. Lakini yule ambaye atashuka Kilimanjaro anataka kuja Arusha, si ndio? Kwa maana yake bado naye atakuwa ametufidi sisi ili na sisi tuhudumie huyo mtu aendelee na shughuli zake. Kwa hiyo ni viwanja vyote ambao viko kimkakati na hakuna athari yoyote ambayo inaweza kujitokeza kwa Arusha Airport kuwa entry na exit. Uhitaji ni mkubwa kiasi hicho wa safari za kimataifa kufika katika kiwanja cha ndege cha Arusha, ama nini hasa kilichochagiza maboresho yaliyofanyika ambayo yamerasimishwa hivi karibuni ya shirika ndege kuingia katika kiwanja cha ndege cha Arusha? Kwanza Arusha nafikiri wote tutakubaliana kwamba iko karibu na Kenya, si ndio? Na Kenya ni miongoni mwa sehemu ambazo kwa aviation pia wameendelea. Kwa hiyo uhitaji ni mkubwa kwa ajili ya hizo connection. Kuliko mtu atoke Nairobi anakuja Kilimanjaro kwa ajili ya clearance za uhamiaji, alafu then ndo aje Arusha. Kibiashara lakini pia kiutalii kunakuwa kama na kausumbufu fulani. Kwa hiyo ili kuepuka hilo, kwa sababu wote tunawahitaji watalii zaidi, kwa hiyo viwanja vyote vikitoa huduma inatusaidia sana.
Kwa hiyo uhitaji upo kulingana na soko lenyewe la utalii jinsi ambavyo lilivyo. Tuna watu wengi sana ambao wapo kwenye mnyororo wa utalii ambao kwa kiwanja hiki kuwa entry exit kitaweza kusaidia, na mwisho wa siku tunakuza uchumi wa mkoa, tunakuza uchumi wa taasisi, lakini pia tunakuza uchumi wa nchi. Mpaka tunavyozungumza sasa hivi kwa kiwanja kama cha ndege kama cha Arusha kinahudumia jumla idadi ya mashirika ya ndege mangapi kwa sasa? Mpaka sasa tuna mashirika 18 ambayo yana ofisi hapa na cooperate. Kwa hiyo ambayo sio haba. Yote ni ya ndani ya nchi. Kwa sasa kwa maana ya kuwa ndani na nje inategemeana, kwa sababu kampuni yoyote ya nje ikitaka kuja hapa lazima iwe registered, iwe imesajiliwa kwa sheria zetu za nchi. Kwa hiyo sisi wote tunasema ni makampuni ya Tanzania kwa sababu yanakuwa yako registered Tanzania. Yeah. Shukrani sana kiongozi. Nafikiri ni wakati wa kuanza kututembeza kwenye eneo la airside kuweza kufahamu na kuona miradi kwa ujumla. Sawa. Karibu sana. Asante. Na mtazamaji wa Aviation Tanzania, sasa tumemaliza sehemu hii, lakini hili tuweze kuhitimisha lazima tuweze kutembelea katika mradi huu wa maboresho ya kiwanja cha ndege cha Arusha ili ambacho kwa sasa kiko katika maboresho yanayoendelea ili kuweza kuhakikisha kwamba kinaweza kufanya shughuli zake kwa masaa 24. Na mtazamaji wa Aviation Tanzania, kama nilivyokujuza hapo awali kwamba tuko na meneja wa kiwanja cha ndege cha Arusha ambaye anatuonyesha katika maeneo tofauti yanayotakiwa kwenda kufanyiwa maboresho katika kiwanja hiki ili kuweza kuboresha huduma kwa mashirika ya ndege, lakini pia kwa abiria ambao wanaingia na kutoka katika kiwanja hiki. Hapa ametuelekeza kwamba kuna baadhi ya maboresho yatakuja kufanyika. Kwa hivyo tuko hapa kuweza kufahamu ni maboresho gani na ni kwa namna gani yataweza kuboresha huduma kwa abiria. Meneja, tuambie kwa ufupi kuhusu maboresho ambayo yanakwenda kufanyika hapa katika eneo hili na yanaleta tija gani hasa kwa abiria? Okay, kama ambavyo tumesema awali kwamba kiwanja cha ndege cha Arusha kina maboresho mengi yanayoendelea. Miongoni mwa maboresho yanayoendelea ni pamoja na usimikaji wa mkanda wa mizigo kwa ajili ya kurahisisha huduma kwa abiria. Hapa tulipo ndo inaitwa checking counters, sehemu ambao wanacheck. Inatakiwa mzigo utolewe hapa upelekwe kwenye ndege. Ile process ya kupeleka kwenye ndege lazima kuwe na facilities ya kuweza kurahisisha zoezi, badala ya watu kubeba sasa iwe ni mashine. Kwa hiyo mkanda ndo utawekwa ili eneo ili kuboresha huduma kwa wateja, lakini pia kwa staff pia wasiweze kupata changamoto katika kubeba hiyo mizigo. Kwa hiyo mradi ni wa miezi 8 na ulishaanza. Tunatarajia ndani ya hiyo miezi 8 utakamilika, then tutakuwa tumeboresha zaidi huduma kwa wateja wetu. Yeah. Sawa, na sasa tuelekee labda kwenye eneo ambalo kuna maboresho mengine, nadhani yatakuwa nje ya jengo la abiria ili tuweze kufahamu zaidi kuhusu maboresho hayo. Shukrani sana. Naam, bado tupo katika kiwanja cha ndege cha Arusha na tumetoka ndani ya jengo la abiria, tumekuja moja kwa moja katika moja ya miradi ambayo inaendelea ambayo ni ya maboresho ya kiwanja hiki cha ndege cha Arusha. Tuko na meneja ambaye ameweza kutuleta hapa katika mradi huu. Kama unavyoweza kuona ni ujenzi unaendelea na hili ni jengo la Power House. Atatuambia linahusu nini hasa katika kuboresha huduma za kiwanja cha ndege cha Arusha. Meneja, tuambie kwa ufupi mradi huu uko vipi na unahusiana nini hasa na maboresho ya kiwanja cha ndege cha Arusha? Asante. Awali tulishazungumza kwamba moja ya mradi ambao unaendelea kwenye kiwanja cha ndege cha Arusha ni pamoja na usimikaji wa taa za kuongozea ndege. Sasa mfumo wa kuongozea taa ambao tumeuzungumza lazima uwe na mitambo iwe sehemu moja ya kuweza kuratibiwa. Kwa hili ni eneo au ni jengo kwa ajili ya mifumo yote inayohusiana na umeme ili wataalamu waweze kuioperate wakitokea kwenye hili jengo. Kwa hili jengo kama ambao tunaliona liko kwenye hatua za mwisho za ukamilishaji, na baada ya hapo sasa zile generators pamoja na
generator zitawekwa hapo, zitafungwa, ambazo tayari mkandarasi alishakuwa ameorder na ziko kwenye kusafirishwa na zitakuja kufungwa kwenye hili jengo. Kwa kabla hata ya taa haijakamilika kuwekwa, ili jengo litakuwa tayari kwa kutumika, kwa sababu pia moja ya changamoto ambayo tuko nayo Arusha Airport ni pamoja na umeme huo wa TANESCO. Kwa maana yake tukiwa na mfumo wetu hapa, maana yake hata ikitokea kitu chochote kwenye umeme wa TANESCO, basi huu umeme wa kwetu unaweza kutusaidia kutoa huduma kwenye kiwanja kizima mpaka kwenye jengo la abiria. Kwa hiyo mradi unaendelea kama nilivyosema, tuko kwenye 40% za utekelezaji na tunatarajia kwamba kufikia Disemba mradi utakamilika na Januari rasmi tutaanza kuoperate ndani ya masaa 24. Na kwa upande wa taa, unaweza kutuambia labda ni taa za namna gani ambazo zinaweka katika barabara za ndege? Ni taa kuna za kawaida za mfumo wa jua, lakini na zile nyingine za umeme, eta conversion. Hizi ni za mfumo wa umeme, sio zile za sola ambazo pengine sehemu nyingine wanaweza kafunga, lakini hizi ni taa za kisasa za kiwango cha juu kwa ajili ya kuendana na hali tulionayo kwa sasa, kwa sababu kifunga za sola zinakuwa na limitations kadhaa. Kwa hizi ni taa za kisasa kabisa na tunaamini kwamba zitaweza kuinua kiwanja cha ndege cha Arusha baada ya kukamilika. Ndio. Tunaweza sasa tukapita kwenye maeneo ambapo ndipo kuna ujenzi wa ofisi zile ambazo umetueleza hapo awali kwamba kuna maeneo ambapo kutajengwa ofisi za mashirika mbalimbali ya ndege. Sawa. Kiongozi, tuambie pia katika ujenzi unaendelea hapa kwa sasa hivi unahusiana na nini hasa kwa sasa? Asante, karibu tena kwenye eneo lingine. Awali tulizungumzia kwamba kuna mradi wa ujenzi wa ofisi za mashirika ya ndege na ujenzi huo uko mkabala na jengo la abiria. Sehemu ya kuingilia abiria opposite ndio nakumbana na hiyo eneo ambao tutatakiwa kujenga ofisi za mashirika ya ndege. Sasa hapa ambako tunaona ni kwa ajili ya wale waliopo kwenye hilo eneo, tunawahamisha kwa muda, tunawaleta hapa ili kutoathiri shughuli zao. Then ikisha kamilika watarudi kwenye hizo ofisi. Kwa hii ni eneo la ofisi za muda kwa ajili ya wale wote ambao wako kwenye eneo ambalo huo mradi utaendelea. Na hapa tuko kwenye finishing, ikisha kamilika wanatolewa, wanakuja kuletwa hapa, then pale ujenzi utaanza mara moja kwa ajili ya mashirika ya ndege ambao tunayo mengi, na hii yote ni katika kuboresha huduma, kuhakikisha wateja wetu wanakaa kwenye ofisi ambazo zinaendana na hadhi ya kiwanja kama ambavyo mnaona jengo la abiria lilivyo zuri. Kwa tunataka pia hizo ofisi pia ziwe vizuri na waweze kutoa huduma bora kwa wateja. Shughuli zote hizi za mradi zinazoendelea kwa sasa hivi, ni kwa namna gani mamlaka ya viwanja vya ndege inasimamia kwa ufanisi shughuli hizi? Kwanza, mamlaka ya viwanja vya ndege ndio ambayo imeingia mkataba na hao wote. Lakini pili, mamlaka ya viwanja vya ndege ina wataalamu mbalimbali ikianzia mainjinia wa aina zote. Kwa hiyo wao ndo wanawajibika kuweza kusimamia taratibu zote za ujenzi, viwango, thamani ya pesa, ili kuhakikisha mradi ukikamilika basi ni mradi ambao uko kwenye viwango vinavyotakiwa. Kwa hiyo tuna wataalamu ambao kila siku wanaangalia hizi kazi zinavyoenda na kutoa maelekezo pale ambako inabidi ili mradi ukamilike kwenye viwango vinavyotakiwa. Tugusie kidogo kuhusu swala la ulinzi hasa kwa abiria pamoja na mizigo yao. Atukuligusia hili kiasi kwenye interview hii. Hivyo nataka kufahamu kiasi kuhusu namna ambavyo mamlaka ya viwanja vya ndege Tanzania TAA inavyohakiki ulinzi na usalama kwa abiria pamoja na mizigo yao hapa katika kiwanja cha ndege cha Arusha. Kwanza swala la ulinzi na usalama ndilo ambalo ni msingi mkubwa wa biashara ya aviation. Lazima tuzingatie viwango vya kitaifa na kimataifa ili kuhudumia wateja wetu na wawe salama. Sasa katika kufanya hivyo, kwanza mamlaka ya viwanja vya ndege inahakikisha wataalamu kwa maana ya wafanyakazi ni wale ambao wako na viwango vinavyotakiwa, wanaenda mafunzo yanayotakiwa. Lakini pili, tunanunua vitendea kazi vya kuweza kusaidia ikiwemo x-ray machine. Na vitu tulivyopita kwenye
jengo la abiria tulikuwa tunaona kuna mashine za kukagua mizigo pamoja na abiria. Hiyo yote ni katika kuhakikisha abiria wanakuwa salama, mizigo inakuwa salama, kiwanja kinakuwa salama, lakini pia na taifa linakuwa salama. Lakini tatu, tuna vyombo vyote vya ulinzi na usalama. Vyote viko katika kiwanja cha ndege cha Arusha ili kuweza kusaidiana kuhakikisha kiwanja kinakuwa salama, lakini pia na wateja wetu wote wanakuwa salama. Lakini pia kuna mifumo, kwa mfano CCTV cameras ambazo kazi yake ni kuweza kufanya monitoring kila sehemu kuhakikisha mambo yanaenda kama vile inavyotakiwa. Kwa hiyo kwa maana hiyo sasa ukijumlisha yote hapo utagundua kwamba kama viwanja tuko salama na kila kitu kinaenda kwa mjibu wa miongozo inavyotaka. Na kuna mpango wowote kama mamlaka ya viwanja vya ndege Tanzania kuweza kuboresha zaidi kiwanja hiki kufikia hatua ya grade za kimataifa? Tunaenda hatua kwa hatua. Kwa mfano kama hivi tumesema ni lango la kuingia na kutoka. Hiyo ni hatua. Hatua itakayofuata kwa baadaye ni kiwanja kuwa cha kimataifa, lakini kwa sasa tunataka tuhudumie abiria na wateja kwenye kiwango hicho ambacho tuko nacho sasa hivi. Lakini kwa baadaye yes, tutafikia hiyo adhima ya kuwa kiwanja cha kimataifa. Meneja, tumalizia katika upande wa fursa ambazo zinapatikana katika kiwanja hiki. Tumepita ndani ya jengo la abiria, tumekuta kuna baadhi ya watu tofauti tofauti wakiendelesha wakitoa huduma tofauti tofauti ikiwa ni pamoja na migahawa na kila kitu. Kuna fursa gani hapa ambazo zinapatikana katika kiwanja cha ndege cha Arusha? Asante kwa swali zuri. Sisi tuko hapa kwa ajili ya kufanya biashara ili serikali iweze kuingiza mapato, na haya maboresho yote yanayofanyika lengo lake kubwa ni kuweza kuongeza mapato kwa taasisi lakini pia kwa nchi. Kwa hapa tuko na fursa nyingi ambazo kimsingi tunawakaribisha wawekezaji wote. Mfano, tuko na ujenzi wa hoteli. Kwa mtu yoyote ambaye atakuwa interested kwenye kujenga hoteli anaweza katuona tukajadiliana. Tuna eneo kwa ajili ya ujenzi wa hoteli ya nyota 4, lakini tuna maeneo ya commercial complex kwa ajili ya biashara mbalimbali, iwe retail au za jumla. Lakini tuna maeneo tunaita recreation, sports and recreation centers. Pia tunayo hayo maeneo, lakini tuna sehemu ya migahawa ya kisasa. Sio ile ya ambayo tunaiona maeneo mengine. Tunataka migahawa ambayo ina standardi za kimataifa. Kwa hiyo tu eneo tuko nalo kwa ajili ya hizo biashara. Kwa hapa fursa zipo na tunawakaribisha wawekezaji waweze kufika ili waone maeneo, na tuko na mpango wa miaka 20, tunaita master plan, ni miaka 20 kutoka 2020 mpaka 2040. Kwa eneo lipo kwa ajili ya wawekezaji wa hizo zote ambazo biashara nimezitaja. Ndani ya jengo la abiria kuna fursa? Ndani ya jengo la abiria nafikiri kama ambavyo tumeona ni limejaa. Lakini hiyo hatuwezi conclude, yani kuhitimisha. Kwa mtu yoyote mwenye interest yoyote anafika tu kwenye kiwanja hapa, unaane na uongozi, tunakaa, tunajadiliana, kinachowezekana kinaweza kufanyika, lakini kisichowezekana tutashauri njia mbadala ya kuweza kukifanya. Shukrani sana meneja kwa wakati wako. Asante sana. Naam, ni meneja wa kiwanja cha ndege cha Arusha ambapo ameweza kutufahamisha mambo tofauti tofauti kuanzia historia ya kiwanja hiki, lakini zaidi tumeweza kufahamu miradi mbalimbali ambayo inaendelea katika maboresho ya kiwanja hiki cha ndege cha Arusha, huku kikitarajiwa kuanza shughuli zake kwa muda wa masaa 24 kuanzia mwaka 2026, na sasa miradi mbalimbali inaendelea kuweza kuhakikisha kwamba kila kitu kinawekwa sawa, ndege ziweze kuanza kupata uwezo wa kutua nyakati za usiku. Lakini vile vile umeweza kufahamu fursa ambazo zinapatikana katika kiwanja hiki cha ndege cha Arusha. Langu jina ni Zena Kasim kutoka Aviation Tanzania. Katika sehemu ya pili tunakwenda kufanya mahojiano na waongoza ndege katika kiwanja hiki cha ndege cha Arusha, ambapo wao wapo katika eneo la uongozaji wa ndege. Tunafahamu kwamba zoezi la shughuli za uendeshaji wa ndege zinaongozwa na Mamlaka ya Usafiri wa Anga Tanzania TCAA, na hapa tumetoka kufanya mahojiano na meneja wa kiwanja cha ndege cha Arusha, ambapo shughuli zote za kiwanja cha ndege cha Arusha na viwanja vyote vya ndege Tanzania zinaendeshwa na Mamlaka ya Viwanja vya Ndege Tanzania TAA. Fuatana nami.